kuyajua na kuyafahamu mapenzi yako, ili tukayaishi na kuyafanya yale ambayo Mungu umeamuru katika maisha yetu. Asante kwa sababu ndani yako Kristo tumepata upumziko lenye uzima na lenye amani, linalotuletea sisi faida wala sio hasara. Asante kwa upendo huu mkubwa wa ajabu katika Yesu aliyekuwa mwokozi wetu. Tunasema amen. Tumpe Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunaenda kuingia kwenye lisali moja la malango yetu ya rohoni, kuyajua na jinsi ya kuyatumia. Kuyajua, kuyafanya yale mambo ambayo yameshafunuliwa kwetu. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa tunaendelea na somo hili la mlango wa rohoni, mlango nao uweza kusababisha badiliko la kudumu la Mkristo kutokuwa mnyonge au kuwa mdhaifu. Tunapata udhaifu na unyonge kwa sababu hatutaki ule mlango tuliopewa kuutumia, au inawezekana kuwa kutokujua. Tunaingia katika eneo ambalo hakuna anayeweza kufanya mambo makubwa katika maisha yetu au katika wale wanaotuzunguka, kwa sababu hatuwezi kutumia mlango uliofunguliwa. Sasa nataka tumwangalie mwenye mamlaka, yule aliyefungua mlango na hakuna kufunga. Amen. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 3 pale anasema mstari wa 8. Ufunuo wa Yohana mstari wa 7, lakini anasema mstari wa 8. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, kule kwenye kitabu cha Isaya hiyo. Yeye mwenye kufungua wala hapana afunguaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, wala hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala ukulikana jina langu. Bwana asifiwe. Anayazungumzia maneno yanayotoka kwenye nabii Isaya 22, kwamba atatoka katika nyumba ya Daudi mzao wenye uwezo wa kufunga na hakuna anayeweza kufungua. Sasa anajizungumza hapa katika Ufunuo akiwa anaongea na Yohana kule Patmo, akilieleza kanisa la Philadelphia. Yeye ndiye mwenye mamlaka. Amen. Yeye ndiye mwenye mamlaka. Twende kwenye Mathayo 28. Yeye ndiye mwenye hayo mamlaka katika maisha yetu ya hapa duniani, katika ulimwengu tunaoishi na katika ulimwengu wa roho. Mathayo 28 anasema mstari ule wa 18. Yesu akaja kwao baada ya kufufuka na watokea wanafunzi, akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote. Lile neno mamlaka ndilo linaloweza kutumika katika kufunga na katika kufungua, mbinguni na duniani. Anafungua sasa eneo la duniani, anasema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Anafungua sasa lango la duniani, anatupa amri ya sisi kuingia katika eneo lolote katika ulimwengu huu tunaoishi wa mwili, tukawafanye watu kwa kuihubiri Injili, kwa kulifundisha neno la Injili la Kristo,
kuwa wanafunzi wa Yesu, tukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sikiliza tena vizuri. Enendeni mkawafanye. Anafungua mlango hapa, maana ana mamlaka katika dunia. Na huo mpango mzima au mkakati mzima wa kufika popote ulishafunguliwa. Kwa njia ya Injili hakuna anayeweza kafunga mlango huu. Haleluya. Nina mamlaka, anasema, mbinguni, kwenye ulimwengu usioonekana, lakini kuna maisha, na ulimwengu duniani unaoonekana ambayo nayo kuna maisha, kuna watu, kuna viumbe, kuna kila kitu. Na katika hivyo vyote vilivyoko kwenye dunia, vyenye mwili na vyote vilivyoko katika roho, visivyoonekana lakini vina mwili katika roho, viumbe hivi vyote, Yesu anasema mimi nina mamlaka juu ya vyote hivi. Wasioweza, yani hakuna anayeweza kuingia kwenye uwezo ule alionao. Yesu ndio amebeba mamlaka hayo. Alafu mstari huu wa 19 anaufungua mlango wa duniani. Anaufungua mlango wa kwenda. Anawaruhusu wale waliomwamini kwa mamlaka alionayo hapa duniani, nimewapa uwezo wa kwenda popote. Enendeni ulimwenguni mote. Sema amen, amen. Hii lazima tuangalie kama Wakristo, na hasa kama tukiwa ni watumishi, tuna access, tuna uwezo wa kupaingia malango yoyote ya nchi tukaihubiri Injili. Haleluya. Anazungumza mwenye ufunguo anayesema akifunga hakuna anayefungua, akifungua hakuna anaweza kufunga. Tunaenda sawa? Sasa hapa anasema hivi, nendeni mkawafanye mataifa yote, yani kuna inchi na inchi na inchi, kabila na lugha na jamaa, mkawafanye. Basi hiyo ni amri ya uwezo, mamlaka alionayo kama mwenye ufunguo. Kwa hiyo uwezo wa mimi na wewe kwa wakati unaofaa na usiofaa, tunaweza tukatoka hapa. Huna lugha ya Kiingereza unajua, huna lugha ya Kifaransa unajua, huna lugha ya Kiarabu unajua, huna lugha ya kikabila ya Kichina unajua, lakini ukiingizwa katika nchi yoyote, amen, ukatupwa hapo kama mtu asiye na mtu anayemjua, ukiingia katika ufunguo huu uliofungua nchi zote, unaweza ukamsema Yesu kwa lugha yako na watu wakakusanyika, wakakuelewa, wakakufahamu, na kila unachokitaka katika nchi yao ukakipata. Haleluya. Sema amen, amen. Nataka uielewe hii lugha. Nimewaruhusu mkienda hakuna atakayewazuia. Full stop. Bwana asifiwe. Huyu ndio mwenye mamlaka, anasema nina uwezo wa kufunga na nina uwezo wa kufungua. Akasema neno lingine, mkiwafanya mataifa wote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la, sio kwa majina ya Baba, majina ya Mwana, majina ya Roho. Hapana. Jina ni moja. Amen. Jina hilo ni Baba, jina hilo ndio Mwana, jina hilo ndio Roho. Hapa hajawagawanya kuwa watatu, amewafanya jina moja. Haleluya. Sema amen, amen. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Niko nanyi siku zote. Ni mtu aliye na ufunguo wake, ameifungua njia, kafungua mlango, kataka wote wanaomwamini wasijione wako peke yao, wasiende mahali wakaisi wako peke yao,
yeye yuko pamoja na wao, kwa sababu ndio mwenye mlango, ndio mwenye ufunguo, ndio mwenye huo ujumbe hata ukamilifu wa dahari. Sema amen, amen. Haleluya. Hebu sema asante Yesu, uliofungua mlango na hakuna wa kufunga, uliofunga mlango wa mabaya, wa maovu, wa umasikini, wa mateso na kukataliwa, magonjwa na maradhi. Katika yale yote nisiyo yatamani kuyaona katika maisha yangu, uliyafunga na hakuna wa kuyafungua. Haleluya. Twende tuangalie eneo lingine. Nenda pamoja na mimi kwenye kitabu cha Luka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaangalia kwa lugha ya mtu mwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingia pamoja na mimi Luka sura ya 4. Mstari ule wa 18, lakini tukianza 17 ni mzuri. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo. Haleluya. Akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Ni lugha ngumu kwa tunaitazama kirahisi, lakini ni rahisi tukitazama rohoni. Aliliona chuo alichopewa mkononi, lakini akaangalia mahali ambapo anatakiwa awatangazie watu yeye ni nani. Na atakapofungua hicho chuo, akawasomea hicho chuo, atakuwa ameshaifungua mbingu na nchi na akili na vitu na miungu na bahari na kila chochote kilichoko juu ya nchi kitaanza kuishi sawasawa na kuelewa ufahamu, mamlaka na nguvu alizonazo yeye mwenye ufunguo. Tunaelewana watu wa Mungu? Okay, mimi sijui wewe umeandikiwa chuo gani, lakini kuna chuo moja mimi nikikifungua, amen, maana amenipa funguo. Haleluya. Tazama, nitakupa funguo za kufungua na kufunga lolote duniani na mbinguni linafunguliwa. Kama nitaupata huo ufunguo, mimi kuna ufunguo mmoja ambao nimeutumia tangu kujua haya. Haleluya. Sema amen, amen. Ya kwamba hakuna aliyeacha baba yake au mama yake au ndugu yake au mke wake au watoto wake au nyumba au chochote akanifuata mimi asipewe hapa duniani mara 100. Kile chuo kile kilichoandika hapo, nilipoenda katika hicho chuo nikagundua katika kuelewa kilichoingizwa kwenye hicho chuo kwa ajili yangu hapa duniani. Hapa wapi? Duniani. Nikagundua hakuna anayeweza kuishi masikini duniani kama atagundua kuna 100 iliyowekwa kwa ajili yake. Haleluya. Sijui kama naeleweka lugha eh? Wangapi wanaelewa? Nione toka mkono hivi. Okay, unaelewa ya kwamba kuna mahali imeandikwa. Amen. Mtu aliyemfuata Yesu akaona wanaompinga wanamnyang'anya, walio marafiki wanamwacha, walio ndugu wanamwacha, lakini hakuona ni hasara kuachwa. Maana chini ya neno kuachwa au kukataliwa au kupoteza kwa ajili ya Yesu, chini yake kuna mlango uliofunguka. Na huo mlango unasema atapewa hapa duniani mara 100. Ukishaliona hilo neno, hutaogopa rafiki akikuacha, hutaogopa ndugu zako akikuacha, hutaogopa ukichukiwa na watu wote kwa ajili ya Yesu, hutaogopa ukinyang'anywa mali zako. Maana hapa kuna chuo kinasema umepewa mara 100.
Mpigie Yesu makofi mazuri. Kwenye hicho chuo kuna eneo anachosema, ni eneo lingine, anasema na akamfanya kuwa maskini kwa ajili yetu, ili mimi nipate kuwa tajiri. Nilipoona kuna andiko limeandikwa kwa ajili yangu, amen, akili yangu na ufahamu wangu na uwezo wangu wa kuelewa ulipokitambua kile chuo kwa ajili yangu, nilikichukua kile chuo nikakitamka kama anavyosema Yesu hapa. Akafungua kile chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Haleluya. Akasema kuwahubiria masikini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona, na kuacha huru waliosetwa. Akatangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi. Akaketi na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimizwa masikioni mwenu. Akakifungua chuo, akili za watu akaambiwa, leo haya. Naona mamlaka yaliyokuwepo hapo. Haleluya. Kuna mamlaka anayeyatumia hapa, kwa kuwa ndio mwenye ufunguo. Anafungua andiko, analitamka, leo wote walisikie, waliamini, wasiliamini, hilo ndilo lilivyo, nimetamka. Sasa ikishakuwa hivyo, tayari ameshaliweka katika ulimwengu wa lango lililokuwa hakuna wa kufunga hilo neno lisipate kutimia. Bwana asifiwe. Naeleweka kidogo? Bwana asifiwe. Shalom, shalom. Mna amani mpaka hapa? Hebu sema, amenifungulia fahamu zangu. Fungua 24 Luka. Luka 24. Mstari wa 44-45 inasema, kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nani, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. 45, na ndipo akawafunulia akili zao. Bwana sifiwe. Inaenda sawa? Ndipo akawafunulia akili zao. Akili zinafunguliwa, watu wanaandikiwa hivi wapate kuelewa na maandiko. Akili inafungwa, lakini yeye ana ufunguo. Ni mwenye mamlaka. Na akifungua akili ya mtu, akifungua akili zetu, tutasoma maandiko yaliyoandikwa na Musa na manabii na Zaburi na nyaraka zingine zote na kuzielewa. Maana ni mwenye ufunguo. Sasa ameifungua nchi, sema amen. Mimi naamini tumefunguliwa hii nchi, tumefunguliwa Kenya, tumefunguliwa Uganda, tumefunguliwa kama Mtume Paulo anasema amenifungulia mlango kwa mataifa. Na aliweza kwenda kwenye kila nchi aliyotaka kwenda kwa mataifa na akahubiri Injili. Japo anasema nimefunguliwa mlango ulio wazi mbele yangu, lakini maadui ni wengi, lakini hawezi kufunga mlango wake. Huu mlango ametumia kwenye Luka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anamtia mafuta, anamwambia nenda sasa, wewe ndio mwenye ufunguo, kawafungue waliofungwa. Sawa sawa watu wa Mungu. Unasikia hiyo lugha Anasema wafungue walio kifungoni. Wafungue, waweke huru waliyesetwa. Watangazie mwaka. Anakuja
anaufungua mwaka. Sisi mwenye ufunguo. Bwana asifiwe. Hebu sema mwaka umefunguliwa. Lazima yatimizwe yote yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu kwa ajili ya mwaka huu, ili mimi kufurahia aliyonitendea. Kwa jina la Yesu, amenifungua akili zangu nipate kuyaelewa na kuyafahamu maandiko. Bwana asifiwe. Haya mambo yako katika asili. Wa rohoni uyaelewa yote. Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 2. Anasema hivi, mstari wa 12. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Anazungumza Yesu, Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema, kuwafungua waliofungwa na kuwaweka huru waliosetwa. Na kutangaza, anafungua andiko, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, na andiko anasema lakini sisi hatukupokea roho ya dunia hii. Maana roho ya dunia hii haina uwezo wa kuyajua mambo ya Mungu. Tumepokea roho wa Mungu atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua. Neno kuyajua ni mlango uliofunguliwa, tujue. Amen. Ni mlango uliowekwa wazi, tufahamu. Eneo la kujua ni eneo unatakiwa macho yako yaliyosafishwa, yaliyo safi, yapate kuona na kutambua Mungu alichokirimia. Anasema nayo toyanena si kwa maneno yaliyofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yaliyofundishwa na Roho. Tukiafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni, akiyazungumzia malango yaliyofunguliwa, hakuna anaweza kayaona isipokuwa yeye aliyo rohoni. Akilifungua andiko la rohoni kwa macho ya rohoni, ataona aliyokirimiwa na Mungu, atayajua aliyokirimiwa na Mungu. Na akishayaona, akishayajua, atayachukua yale kuwa sio tena habari ya kusikia na isiwe tukio au jambo lililo halisi. Anapojua, anapoelewa lililokuwa limeshafunguliwa, limeshakuwa la kwake. Nitakuonyesha. Nayo twayanena, anasema si kwa maneno yaliyofundishwa kwa hekima, bali kwa mafundisho yaliyofundishwa na Roho, yakitafsiriwa na Roho. Amen. Mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Tumeshajua, tumeshafahamu kwa lango hilo, chuo hicho. Amen. Haleluya. Biblia inasema akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua, akatafuta mahali palipoandikwa, akafungua. Lino kufungua, na mimi nataka tufungue. Kuna malango yaliyofungwa mahali, yanatakiwa yafunguliwe kwenye ufahamu wetu, akili zetu, tupate kuyaelewa tuliokirimiwa na Mungu. Amen. Na hayo yale tuliokirimiwa
yameruhusiwa na Roho mwenyewe, kama Yesu anavyosema, Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenitia mafuta, tayari kuingia kwenye umaskini wa mtu ili kuondoa umaskini wake, kuingia kwenye mlango wa kifungo chake ili kumtoa kwenye kifungo. Haleluya. Ngoja nikupe andiko lingine. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Haleluya. Sijui kama najihubiri mwenyewe, maana kama najihubiri mwenyewe naye ni poa pia. Haleluya. Kama mimi ndo napata ufunuo zaidi, japo nilishafika hapo, lakini kama ndo naingizwa zaidi, wacha niingie sana. Haleluya. Acha niende zaidi. Kuna siku moja Ezekieli, nafikiri Ezekieli akachukuliwa na Roho akapelekwa na mtu mmoja akiwa na ufito wa kupimia, akapeleka baharini, akapeleka kwenye maji. Ezekieli akaambiwa, bwana vipi hapa? Akasema, haya maji nimeyaona, haya nayajua, hayana uwezo wa kunishinda, maana yanafika kwenye nyayo na kwenye visigino vya miguu. Sema basi sogea mbele kidogo. Akasogezwa, akafika maji kwenye magoti. Akaona hata haya mimi nimeyazoea, shule za Biblia naweza nikayaisha haya maisha, haya mafundisho haya nayajua, basi no problem, tusogee tena zaidi. Akafika kwenye kiuno, akasema haya mimi na experience nimeyasikia yakihubiriwa, na mimi nimeyahubiri kwa wahubiri walionihubiri, na mimi niweza kuyahubiri yako kwenye kiuno. Akaambia basi hayo ni ya wanadamu, sogea mingine zaidi. Akajikuta amefika mahali maji yameingia shingoni, hawezi, akienda kukanyaga chini anakuta kufiki. Akaona hapa baba, hapa sijazoea, hapa nazama, hapa nazama. Na sisi kama Wakristo hatutakiwi tuende kwenye yale mafundisho tuliyozoea manyonge, mafundisho yasiyokuwa na kina cha Kristo. Twende mpaka tufike mahali hauwezi ukaogelea wewe kwa akili zako, bali Roho ndiye atakayechukua maisha yako ayapeleke na kuyapingiza kwenye maeneo. Hilo eneo ni la kwetu, tunatakiwa tulifikie. Amen. Nimeshawahi kukaga na Joshua, Fredi, Baraka, Ziwa Nyasa. Amen. Rafiki yangu mmoja, nisimtaje jina, akanyaga maji tu kwenye miguu, anarudi nje haraka. Wengine wanasogea, wanamwambia wapi, wewe niendelee. Wengine wanaogelea humo, agusu na maji, anasema mimi na maji hapana. Nisimtaje maana yuko hapo. Haleluya. Siku moja nikamchukua mmoja, nikaenda naye ndani zaidi ya maji. Nikamwambia, unafanya hivi, unaogelea, afu nikamwachia. Alipiga kelele, na ni mtu mzima, alikuwa anajua anakufa. Na mimi natamani, haleluya, tusirudi kwenye yale mafundisho manyonge. Twende tufungue vioo. Kuna vitu vimeandikwa mle ndani, akili zetu zifunguliwe, tupate kuyapokea tuliokirimiwa na Mungu. Jamani, tumekirimiwa vitu vikubwa. Ifike mahali unatembea barabarani, watu wakipishana na wewe, pepo wanapiga kelele. Unaonaje ikifika hapo? Mzee Matias ameona hiyo safi kabisa. Yaani unapita tu hapo Kisongwe, pa mwingine unataka kujificha, huyo unaenda kujificha dukani kwake naye chini. Kuna wakati ilishawahi kunitokea, nimetoka maombi ya kufunga, sio hata ilikuwa nimefunga siku ngapi, ilikuwa 3 sijui. Nikikupungia mkono hivi unaanguka, kukusalimia barabarani. Nikipishana na wewe unaanguka. Ikabidi nirudi ndani tena, nikamwambia Mungu, punguza haya makali, maana nitashindwa kula chapati na watu huko mjini. Haleluya. Yaani tunatamani, kuna vitu ambavyo Mungu ametupa, hazina tulizo nazo hatujazitumia hata robo. Ule uwezo wa Mungu tuliopewa hatujatumia hata robo.
Kila mmoja anapenda kuogelea maji ya kwenye magoti. Nenda Dar es Salaam pwani pale baharini, bichi kule. Utakuta kundi kubwa la wanaume wenye mandevu yao wako wanacheza na maji kama watoto pale. Kwenda kule kwenye kina hawaendi. Sasa tuna kundi kubwa la Wakristo, wao ni kwenda kanisani tu, wakishamaliza na kutoa sadaka. Dunia imeisha. Hawataki kwenda deep. Nataka Mungu atupe kile kipawa cha kutamani. Haleluya. Tusogeze nyayo zetu ndani zaidi. Ndani tena zaidi. Haleluya. Ifike mahali mpaka unazamia ukibukia ni kule ambapo hakuna mtu anaweza kukufikia. Adui yako hata akitafuta njia ya kukufikia hawezi, maana hana uwezo wa kwenda kule kwenye kiwango cha kiroho ulichofikia ndani ya Kristo. Umeenda deep inside Christ. Umeenda kwenye kimo cha kina na urefu cha ukamilifu wake na utimilifu wake. Sema amen. Nataka ufike mahali ukinyoosha mkono wako kwenye biashara unafanya maajabu. Haleluya. Yaani unafanya maajabu mpaka ndugu wa kuzaliwa na wewe wanasema huyu ni Freemason. Maana akili zilizoharibika chochote ni Freemason kizuri. Hujai kuitoka Freemason, una hela. Ngoja uitwe Freemason utajua una hela. Kama wewe ni maskini huwezi itwa Freemason. Utaitwa mchawi. Lakini ukiwa na hela, yani mchawi na Freemason ni ndugu. Akiwa na hela Freemason, hana hela mchawi. Lakini ni grupu moja tu. Mungu atupe neema. Hallelujah. He opened and no man can shut it. And when he shut the door, no man can it open, says the Lord. Nataka ufunguo huo ufunguliwe. Hebu sema pamoja na mimi, amefungua mlango kwa ajili yangu, hakuna wa kufunga. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Yohana 17. Yohana 17 mstari wa 2. Inasema hivi: kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Haleluya. Sema amen, amen. Anasema amepewa mamlaka. Nikisema mamlaka jamani, nazungumzia uwezo wa kiofisi, wa kiutawala. Amen. Juu ya wote wenye mwili. Wote wenye mwili. Nimesoma kule hiyo Mathayo 28 mstari wa 18 19. Amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hii ni kusema mbinguni yuko Baba, Mwana na Roho. Sawa kabisa. Sasa nani mwenye mamlaka? Yesu anasema mimi na mamlaka sasa huko. Wengine wanasema Baba Yesu anasema mbinguni mimi ndio na mamlaka sasa, nimepewa tayari. Amen. Unarudi kwenye mwili, anasema nimepewa na wote wenye mwili, mimi nimepewa mamlaka juu yao. Sema amen, amen. Ili awape uzima. Kwisha. Akikufungulia uzima hivi, I swear before God, hakuna kiumbe kinaweza zuia uzima wako. Watapigana na wewe, kafungua uzima, hawawezi kuondoa uzima uliowekwa ndani yako kwa gharama yoyote. Ameweka hilo, mimi na mamlaka juu ya wote wenye mwili. Yaani akikufungulia pesa, potele mbali, sijasoma chuo kikuu, nimekisikiaga tu zamani kwenye vyuo vya watu. Hata Bible school usiyasoma, lakini unaweza kupiga kazi kuliko aliyosoma Bible school. Unaweza kufanya mambo makubwa kuliko aliyemaliza chuo kikuu cha Biblia popote duniani.
Hata maandiko yamethibitisha wakina Petro kwenda shule mpaka wanasema hawa jamaa hawajasoma, lakini haya maneno naye sema wameyapata wapi? Na hekima hizi wamezipata wapi? Haleluya. Hata na wasomi walishawahi kumuuliza Yesu, wewe nani amekupa mamlaka haya ya kutenda mambo haya? Maana hata na wao akili zao, maana wanasema anayanena mambo ambayo hakuna mtu anaweza kashindana nayo. Na Yesu mwenyewe anasema nitawapa hekima ambayo wapinzani wenu hawataweza kushindana na ninyi hata siku moja. Hata wakiwasimamisha kwenye viti au mabaraza ya hukumu, msifikiri mtakavyo wajibu. Msiongee wala msiwaze. Nyie simameni kwenye mabaraza yao. Wakileta swali, wewe hautajibu, mimi nitajibu kwenye vinywa chako. Huo mlango mimi nautaka. Huo mlango umefunguliwa. Haleluya. Hebu sema anayo mamlaka juu ya mwili huu, juu ya afya yangu, mifupa yangu, damu yangu, na hata nywele za kichwa changu. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunaenda sawa sawa Nina mamlaka juu ya wote wenye mwili. Sasa anaye mamlaka ya rohoni, anaye mamlaka ya mwilini, anaye mamlaka ya mbinguni, anaye mamlaka ya duniani. Ana mamlaka ya akili, akawafungulia akili zao. Akili. Anasema ili wapate kuelewa. Hiyo neno akili, ili wapate kuelewa. Hiyo akili wapate kuelewa. Ukifunguliwa hiyo utaenjoy. Maana wengine wanatafuta majibu, wewe unayo. Wengine wanahangaishwa, hawajui waanze wapi wamalize wapi. Wewe unayo majibu kwa sababu akili funguliwa. Na wanadamu wanasema hatujaweza kutumia, wanaoitwa wanadamu wanasema hatujawahi kutumia akili hata 0.5% ya akili ambayo Mungu ametuumba nayo. Yaani ndani ya ubongo wako kuna uwezo mkubwa. Wajapo wameshatengeneza na majindege na mavitu makubwa, wanaweza wakachora zamani wakatengeneza nyumba juu ya bahari, lakini bado uwezo wa 0.5 wa uwezo wa kufikiri wa mwanadamu haujafika kiwango cha juu. Bado anatumia 0.5. Anasema ili mwanao atukuzwe katika wao. Nataka Mungu atupe sasa namna ya uelewa utakao utupelekea, haleluya, kuyajua mambo yale tuliokirimiwa na Mungu. Kwa mfano nimekupa, nimekirimiwa nini? Bwana sifiwe. Huo mlango nimeshauona umefunguliwa katika kitabu cha Yohana, Ufunuo Yohana ile 3 mstari wa 8, mstari wa 7. Turudie tena huo mlango, turudie tena sura ile 3 mstari wa 7 na 8. Kwa malaika wa kanisa la lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufunga wala hapana afunguaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Hilo neno hilo, haleluya, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. I say, wataniua dunia hii, hawataniweza. Nakwambia hawataniweza. Watapambana na wewe, hawatakuweza. Maana nina mlango ambao hawawezi kufunga, ulishafunguliwa. Watakuja wazuie baraka, hawataweza. Watasababisha ili nichoke na kukata tamaa, hawataweza. Mlango umefunguliwa, na mimi nataka nitangaze umefunguliwa kuanzia kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Anasema enendeni ulimwenguni mote. Ndivyo alivyosema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Anazungumzia power and authority, ufunguo nilionao wa kimbingu, wa kimaisha ya kimwili nao. Nikikwambia sasa nimefungua mlango juu ya nchi kwenda popote, hakuna atakayefunga. Hii inafurahia sana. Na mimi nakwambia trust me,
Kama utagundua kuna kitu kimefunguliwa mbele yako na ukaingia kwenye hilo andiko lilofunguliwa, ingia hapo, maana ndio poto ilipo. Ingia hapo, huo mlango uliofunguliwa. Bwana asifiwe. Nimezoeaga kuambiaga wakati mwingine nikiendaga kuhubiri mahali, naambia fungueni kitabu cha Mathayo sura ya 5 au mlango wa 5. Mwambie mwenzako, mbona kuna mlango? Basi kama kuna mlango una dirisha. Nami nitawamwagia nini? Amesema nitafungua nini? Madirisha ya mbinguni. Nami nitawamwagilieni ninyi baraka. Ninatafutaga hilo dirisha la mbinguni, na litafuta. Nikafikiri limekaa mahali, kumbe liko kwenye maandiko. Nitalifungua dirisha la mbinguni, nami nitawamwagilieni baraka, wala pasiwe na nafasi ya kutosha. Nami nitamkemea yule alaye, wala hataharibu mazao yenu. Basi hilo dirisha nikalitafutaga, nikalifikiri liko kwenye mwili, kumbe liko katika maandiko. Nilipoligundua liko kwenye maandiko, unapewa hapa duniani mara 100 na mbinguni uzima milele. Kumbe unaweza kaishi hapa duniani unaye hela na mbinguni ukaingia. Sema amen. Ukikubali umaskini, umelifungua dirisha la mharibu atakaye haribu maisha yako na ukateseka. Usikubali. Jamani, iko dirisha la 100. 100-fold. Mara 100. Alisema Luka hiyo. Haleluya. Marko aliona sura hiyo ya mara 30, 60 hata 100. Lakini Luka aligomea. Mimi sikubaliani na dirisha la 30, sikubaliani na dirisha la 60. Mimi napiga 100 tu. Sitaki kushuka kiwango, nasimamia 100. Na hiyo 100 ndio hesabu ya kuanzia mwanzo. Akamwambia Isaka, usiondoke katika hiyo nchi, na upande mbegu juu ya nchi. Naye alipopanda katika ile nchi ilikuwa ni kame, hakuna mvua, mawingu hakuna ya mvua, kila mahali ukame, watu wanakufa na njaa. Jamaa akachukua mbegu, akapanda kwenye ardhi iliyo kame, alafu wakatua na panda. Watu wanamdharau, wanamcheka, watu wanajua hatafanikiwa. Mtu kila anayemwangalia anajua ni mwenda wazimu. Lakini saa hiyo anapopanda, basi ndipo Mungu akafungua chemichemi za maji. Watu wanaangalia mvua hakuna, Mungu anapandisha maji chini kwa chini, anamwagilia mbegu iliyopandwa. Mwenye mtu anaofahamu akapanda mbegu kwenye neno alilosema Mungu, mbegu zikatoka. Wakati ule Biblia inasema mwaka ule Isaka akavuna 100. Hiyo hesabu akairudia Yesu, akaisema Yesu. Alafu Marko akainukua akasema, wacha niwachukua wengine wanyonge niwaingizie na 30, ili hata hiyo 30 waishi nayo, wengine waishi na hiyo 60. Lakini kama iko 100 akuiacha 100. Luka akasema, hii mambo ya 30 sio ufunuo wangu, mimi nimepata dirisha la 100. Akaliandika akasema 1 ikazaa 100. Luka akaandika hivyo. Luka 8 mstari wa 8. Na ndio maana Tanzania tunajivunia sikukuu ya 8-8. Sikukuu ya wakulima. Haleluya. Luka 8. Umeiona? Bwana Yesu asifiwe. Luka ngapi? Mwambie mwenzako 8-8. Yaani usisahau, hiyo ndio dirisha la mtu ambaye anataka utajiri. Nyingine zikaangukia penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa 1 kwa 100. Akaachana na 30, akaachana na 60. Alipokuwa kinena hayo, alipaza sauti yake akisema, mwenye masikio ya kusikia na asikie. Poto limefunguliwa 100. Jamani, mlango umefunguliwa 100. Yaani usije ukazeeka una 100. Poto ile mbali nenda kwa Marko hata upate 30 basi. Haleluya. Wenye kutaka 100 sema amen. Wanafunzi wakamuuliza, maana yake nini mfano huu? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Mstari wa 10. Bali wengine kwa mifano, wakiona wasiona, wakisikia wasielewe. Sisi tumepewa kuzijua, kufahamu siri za mlango wa Mungu uliofunguliwa duniani, unaotawala ndani ya wanadamu. Haleluya. Sema amen, amen. Haleluya. Haya mambo yakifunguliwa kwenye ufahamu,
ukatafuta kujua mlango umefunguliwa wapi. Amen. Utaona hii dunia imekaa katika urahisi wake na sio katika uzito. Utaona hii dunia imekaa katika wepesi wala si katika uzito. Fungua pamoja na mimi Mathayo. Anazungumza mtume Mathayo. Mathayo anaandika hivi kwenye ile sura ya 11. Nianze mstari ule wa 25, anasema wakati ule Yesu akajibu akasema, nashukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Nikusomea kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 2 pale. Iko hekima tunenayo kati ya wakamilifu, lakini sio hekima dunia hii, bali yao tunanena mambo ya Mungu katika hekima za Mungu, kujua siri. Amen. Siri. Nasema Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza mbele yako. Akasema nimekabidhiwa vyote na Baba yangu. Hiyo nayo ni lugha nzuri sana. Nimekabidhiwa vyote. Sura ya kuonyesha hapana awezaye zaidi ya Yesu kufanya lolote. Wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Poto hili lifunguliwe, lango hili lifunguliwe, ufahamu ufunguliwe, akili ifunguliwe, tuingie kwenye roho, tuone vile vitu tulivyokirimiwa na roho, tuvishike vile vitu, tuvilete katika mwili, tuvionyeshe duniani alivyosema, enendeni ulimwenguni mote sasa. Haleluya. Sema amen, amen. Anasema yeye ndio amepewa, ana mamlaka ya kila mtu mwenye mwili. Na anasema hakuna mtu mwingine, ni yeye amekabidhiwa vyote sasa. Amekabidhiwa vyote. Baada ya kusema hivyo akafungua mlango kwenye sura mstari ule wa 28. Akalifungua lango vizuri kabisa, akafungua huo mlango ambao anasema nimeufungua wala hakuna kufunga. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Analifungua lango la furaha. Anafungua lango la mapumziko. Sema amen, amen. Anafungua lango masumbufu na mahangaiko ya maisha yasiendelee kuwepo kwetu. Anafungua lango upate raha nafsini mwako. Anafungua raha, anaondoa nira ngumu, anaondoa mzigo mzito, anakupa kilicho chepesi na rahisi na kinawezekana. Nasema hivi, kuna mahali utatamka neno moja, utaona matokeo 100. Kuna mahali utatamka kitu kimoja, lakini utaona matunda yake mara 100 yakizaliwa. Vitu visivyokuwepo vitatokea. Yaani nasemaga, kama kuna kitu hakijawahi kuumbwa, Mungu akakiruhusu nikitoe kwa kinywa changu, kitaumbika siku hiyo. Haleluya. Kitaumbika tu. Amen. Sema amen, amen. Anasema haya mambo, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, nanyi mtapata raha. Tunapata raha. Hebu sema kuna kuraha. Sijui raha utaiwekaje, lakini raha ni raha. Ukienda kwenye kitabu cha Mwanzo kule sura ya ngapi, ile ya 2, baada ya Mungu kuumba mbingu na nchi na ile siku ya 6 akamaliza, siku ya 7 Biblia inasema Mungu akastarehe. Akapumzika, akastarehe. Neno kustarehe ni kula raha. Sasa kama Mungu anakula raha, kwa nini mimi nisote? Haki nakwambia, mtaniona
nakula raha. Yaani raha si kuendesha tu gari, raha sio kwamba nimejenga nyumba tu. Hiyo sio raha. Hiyo ni kanuni hata ndege wa angani wanayo. Usiniingize kwenye maisha ya ndege wa angani. Mimi sitaki hayo maisha ya ndege wa angani. Kwamba anatoka asubuhi anarudi jioni anajua amekula, atakula na nini atakula. Yaani mimi sihangaiki chakula tena. Nataka niende niingie kwenye mahali ambapo ninapata vya kuongezeka na kuzidishwa na kumwagika, pasiwe na nafasi ya kutosha katika matumizi yangu. Hakuna mahali ambapo ninaona naweza kafilisika. Sasa ikifika hapo unasikia tu mchungaji ameenda kupumzika Jerumani. Simtasikia vibaya. Anatumia hela kanisa. Ninakula raha. Ninakula. Naenda kupumzika Zanzibar, ninakula. Kuna kipindi nilikuwa nikipataga pesa naendaga Zanzibar zamani. Bwana, Zanzibar nilianza kujua zamani sana. Mwaka wa 85, 86, 84 Zanzibar. Wengine mjazaliwa hapa. Naenda kuogelea. Ni mtoto mdogo lakini nataka nile raha. Nilikuwa najua kuogelea, naweza kaogelea hapa na Kisongo mjini pale. Maji. Sasa hivi ni kila raha ya uzeeni. Nikukusanya wajukuu, mke na watoto na wajukuu, na wapeleka Australia. Nyinyi mtasema mapenzi, hiyo matumizi mabaya ya pesa. Wewe hauna. Ukipewa sio kwamba ni matumizi mabaya. Kama hauna, matumizi ni mabaya. Mungu nisaidie, haleluya. Mungelee mwenzako, mwambie acha roho ya kufilisika. Haipo ndani yetu. Hivi nyinyi hamjajua kwamba Mungu anaweza kufanya mambo zaidi ya yale unayoyawaza na zaidi ya yale unayoyaomba kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yenu? Haleluya. Kuna kijana wangu amenipigia simu leo akaniambia, dadi, nimeanza ujenzi wa nyumba, akanitumia na picha ya nyumba. Hilo libonge la nyumba analijengea msituni. Mimi akili yangu nasema, kwani asilijenge ile nyumba mjini lionekane? Analijenga huko mahali hata ukipita hakuna mtu ataliona. Lakini ndo raha yake. Haleluya. Bonge la gorofa la kuishi yeye mwenyewe tu na mke wake. Na ni kijana mdogo wa miaka 30. Kuna mtu anatakiwa ale raha hapa. Kuna huu mlango. Mimi sikutafuti mlango. Nauona huu hapa. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Full stop. Kwa kuwa hamtabebeshwa nira itakayowaumiza shingo zenu, wala mzigo hautawalemea wa imani. Hamtaingia kwenye imani alafu mkalemewa na maisha. Hamtaebeba maisha ya imani, kwa kuwa Yesu aliteswa na wewe uteseke. Aliunyanyua mzigo wako akakupa mzigo wake. Mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini, nawe utapata raha. Ili likiwa tayari limefunguliwa kwenye ufahamu, hii hali ya kufungwa akili ikishafunguliwa, unaanza kuona maandiko, Roho wa Bwana yu juu yangu. Haleluya. Naye amenikirimia mambo yote pamoja naye. Ipi na raha. Oh my God. Waebrania sura ya 4 mstari wa kwanza anasemaje? Eti na dakika kangu kameisha. Lakini sijui masaa yanakuagaje. Yanaondokaga wakati nahubiri tu. Wakati subiri masaa yaishi. Nikianza kufungua Biblia eti muda umeisha. Lisali moja limeshaisha. Sasa sijajua kama tutatumia nafasi ya kuzuia jua lisizame. Wakati mwingine mkae mnangojea jua linazama, halizami. Haki ya nani? Tutazuia tu. Kama Elia alishawahi kusababisha siku moja akasema mvua inyeshi kwa miaka 3.5, akatoa kabisa kalenda 3 years and a half. Hakuna mvua isipokuwa kwa neno langu. Usio umefanya mchezo na huyo jamaa. Alafu na mimi nasema, jua hapo. Kuna jamaa wanataka kwenda kulala na mistake usingizi wapate. Alafu jua anasema, kwani nani anaongea? Si fulani huyo Si ana mamlaka Basi
acha nitulie hapa. Jua nalo la relax, limetembea miaka yote tangu kipindi cha Joshua aliposimamisha. Na anasema na mimi nimechoka, acha nipumzike. Wanasayansi watahangaika. Kalenda zote zitakwama. Mbona masaa mangapi yamepita hapa jua halijazama? Mimi nafikiri Elia alishawahi kulifunga jua kule Ulaya. Kule Ulaya ukienda unakuta jua linaanzaga saa 3 usiku ndio linazama. Saa 3 usiku ndio linazama au saa 4. Labda lilizuiliaga kule. Elia alikuwa anaishi huko nafikiri. Sijui. Mstari wa kwanza sura ya 4 kitabu cha Waebrania anasema, basi ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa hiyo raha kuingia katika raha yake. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lilosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao. Maana sisi tulioamini leo tumeingia katika raha ile, tayari poto limefunguliwa. Haleluya. Kama vile alivyosema, kama nilivyowapa kwa siri yangu hawataingia rahani mwangu, ni wale ambao mlango umefungwa kwao. Sisi mlango umefunguliwa. Haleluya. Ngoja nikuonyeshe. Siku moja Samson akafanya ujeuri. Anajua anatafutwa na Wafilisti. Unajua yule jamaa alikuwa ni wa aina yake. Usiombe upate upako wa Samson. Yaani unatafutwa uwawe na Wafilisti. Badala uende ukajificha nyumbani kwenu kwa ndugu zenu wakukupigania, unahama kwenu unaenda kulala kwa Wafilisti. Jamani, la kichali ile jamaa. Linaingia kwenye nyumba, mtaa, mji uliojengwa ukuta. Alafu habari zinasema, mkuu Samson ameingia. Na Samson amewasalimia watu wote, jamani, habari zenu bwana. Si Samson huyo. Anaenda hapa, ameenda kwa Delila polisi, jeshi wote wameandaliwa. Samson anaambia wamekuja. Hao jamaa haliogopi tena, wamefunga na mlango. Wanje akawatwanga, akaenda kashika geti la mji. Akatoka na geti huo upako ndio wenyewe. Tunahitaji upako. Unaenda kulala kwa maadui zako, wanakutafuta, alafu ukiamka unawatwanga. Hii raha jamani ya upako saa nyingine mzuri. Ukijua mlango wako ulionao umefunguliwa, hakuna mtu atakutisha duniani. Hakuna kiumbe kitakunyima wewe amani duniani. Ukijua tu kama ni huyu, sasa ngoja nimfuatilie, nikae naye, nile naye, alafu nione atakachokifanya. Unakula unamaliza, anajua huyu nimeshamwekea sumu, huyu nimeshamwekea uchawi, alafu unaenda chooni una flash. Anajiuliza anakufa hafi. Mwishoni anasema yule hutamweza. Yule ni mchawi yule. Sio mchawi, tunakuweza wewe, utuwezi. Tutakula na wewe sahani moja, wewe ndio utateseka. Sisi hatutateseka kwa jina la Yesu. Maana tumeshapata mlango uliofunguliwa wa kula raha. Haleluya. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile. Haleluya. Sema amen, amen. Bwana asifiwe. Mnaona kuna poto iliyofunguliwa, mlango uliofunguliwa. Hebu chukua kilichofunguliwa cha kwako. Nimesoma kwa wale ambao wamechelewa. Mathayo 28 mstari wa 17 na 18. Yesu mwenyewe anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Alianza hapo. Haleluya. Alafu akasema enendeni sasa ulimwenguni mote. Unaona hiyo ubabe? Enendeni sasa ulimwenguni mote. Ala. Kwa nini? Tayari yeye ndio mwenye ufunguo na mamlaka ya mbingu na nchi. Yeye ndio mwenye mamlaka ya kumfufua anayemtaka. Haleluya. Yeye ndio mwenye mamlaka ya yoyote ambaye amekufa, kama alivyokuwa Lazaro. Akisema Lazaro njoo, wengine akawaacha huko chini. Si nimemtaka Lazaro basi. Mjomba wangu amelala, hamna, achana naye huyo, kwanza alikuwa mwenda wazimu. Lazaro njoo. Anakuinua katikati ya wafu wenzako. Unanyanyuka mwenyewe, wengine wanabaki pale, mbona hajaniita? Hakuiti kwa sababu ni mbishi wewe. Poto lako halijafunguliwa. Lango la kaburi likafanya nini? Lazaro akatoka. Nataka iwe hivyo.
Yaani unaitwa katikati ya watu wanaokuona wewe ufai, alafu unanyanyuliwa hapa hapo, anasema haya mfungueni aende zake huyo jamaa. Mlichukua bagauni yake, mlichukua suruale zake, haya mzirudishe haraka maana huyo jamaa hafi huyu. Kuisha. Na Biblia inasema wakaja wakakaa kikao wakajadili tumwangamize Lazaro, maana kwa njia ya Lazaro watu wengi wanamwendea Yesu. Na bado hawakumweza Lazaro. Aliendelea kuishi. Na tukwambia amekufa. Ulisikia mahali Lazaro amekufa tena? Hata mwanatheolojia yote mtafuteni, muulize Lazaro alikufa wapi baada ya kufufuka. Na mimi naamini hata na wewe ukiinuliwa watatafuta siku utakaporudi chini, hawatakuona ukirudi chini. Wakati unapandishwa katika viwango, hata siku moja usitegemee utarudi chini, maana Mungu hakurudishi chini. Haleluya. Sema amen, amen. Siku moja katika kitabu cha Luka sura ya 7, ukisoma mstari wa 11, Yesu akaelekea kwenye mji wa Nain. Akiwa kwenye ule mlango wa kuingilia, mlango wa kuingia au kutoka Nain, mwanaume akaeka mlango pale break. Akasema tusubiri hapa. Kuna watu wanataka kumdhulumu mwanamke haki yake. Na huyu mwanamke ni mjane. Mumewe alikufa. Na akamwachia mtoto mmoja wa pekee. Sasa wanataka kumtoa nje ya mji huyu mwanamke na mwanae aliyekufa, wamzike mwanae nje ya mji, na kisha wamfanye huyu mwanamke asirudi Nain, wakachukue na mali zake. Sasa nimeamua mimi ndio mlango mwenyewe, hawatamtoa huyu mwanamke wala mwanae nje ya mji wa Nain. Nitazuia kaburi halitaenda na mtoto wa huyu mama. Yesu akasema mlangoni. Wakaja watu wa mji. Maelfu wanaimba nyimbo za kumtukana mwanamke. Kwa wakati huo desturi ya Kiyahudi, ukiwa umeolewa ukafiwa, unaenda sawa sawa, hamna shida. Amemwacha mke na watoto, basi tunamshukuru Mungu ameacha hata watoto. Lakini unafiwa na mume na watoto umeachiwa, na watoto wanakufa, wewe balaa, upokelewi, urudi nyumbani. Siku anakuchukua kwenda kuzika marehemu. Sasa umebaki mjane na huna mtoto, wanaimba nyimbo za kukutukana. Wanachukua majivu, mavumbi, wanakurushia wakati wanakuimbia, wanakupeleka nje ya mji wa kuziki. Na magazeti ya mji, taarifa za habari za kwanza ni wewe, msimpokee akija kwenu, huyo ni nuksi. Ndio alikuwa anamwimbia yule mwanamke. Mwanamume anaitwa Lango akasimama getini wa mji wa Nain. Akawaambia wale waliobeba jeneza, mwekeni chini. Na haijawahi kutokea marehemu akibebwa begani akaekwa chini. Anaekwaga ndani ya shimo, haekwagi chini wakiwa barabarani. Jeneza likaekwa chini. Yesu akamfuata yule mwanamke akamwambia usilie. Usilie, hizi kelele za wanao kutukana leo zitawageuka wao. Usilie. Mwanamke akasema nimefiwa. Nimekuja ili wawe na uzima. Akafungua poto. Mama akasema nimeliona. Yesu akasema sasa njoo mama, angalia kitakachotokea. Binti inuka. Mtoto akainuka. Alipoinuka akakaa. Yesu akamwambia mimi kukaa hapa hapana, rudi kwa mamaye. Akamchukua yule mtoto akampa mamaye. Alipompa mamaye, wote walikuwa naimba nyimbo za matusi, wote walikuwa nakwenda kumsema huyu mama hata rudi nyumbani. Waliweka vichwa chini. Mama akaanza kuimba pambio kwamba nimeliona lango la uzima, uzima wake tena kwa watoto wangu, uzima kwenye maisha yangu, haki yangu imerudishwa kwangu, sitanyang'anywa haki yangu tena. Piga kelele, sema amen. Ndugu zangu, waliolibeba sanduku waliondoka na vichwa chini, hawajaamini. Kwa ile nyumba yake hatugawani, hatugawani mali zake, na ile gari hatuchukui, kelele za kugawana ziliisha. Badala ya kuimba kwa matusi, walirudi wakisema mwanamke tusamee, ni mjomba wako ndio alikusababishia wewe. Nakwambia hivi, kuna watu wanaweza kukusababishia kifo ukifikiri ni Mungu amesababisha kifo, kumbe ni watu. Na Yesu alikizuia hicho kifo. Hao wanataka kujisifia kwa ajili yako, wasijisifie tena. Anakuinua katikati ya maadui zako, anakuketisha mahali pa juu. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Hiyo ndio maana ya kuingia katika raha. Mwanamke anarudi nyumbani kwake, anarudi na mwanae akiwa hai, anarudi mwanae hayuko kwenye jeneza, anarudi mwanae akiwa na afya. Tusimame. Bwana Yesu, asante kwa sababu hawa
ndio walioingia katika ile raha yako. Asante, maana hawataingia kwenye hasira, wala hawatapita katika eneo la kutengwa, hawatapita katika eneo la kuingia katika shida, bali kazi zako Mungu zote umezikamilisha ndani yao, nawe umewapa starehe katika kazi zao zote. Hawatapitia katika mapito magumu, maana umelifungua lango la baraka yao na hakuna wa kulifunga. Natangaza baraka hizi za mlango uliofunguliwa kwa yule anayenisikia, aliye mbali, aliye nyumbani, aliye garini, aliye kwenye kazi yake. Hilo lango la kazi yako hakuna atakayelifunga. Hilo lango la afya hakuna atakayelifunga. Mishipa na damu na moyo na viungo vilivyomo ndani yako vikapokee uzima tele, vikapokee afya, vikapokee kwa jina la Yesu. Kila kilichoingia mwilini mwako kikaingia kwenye uzima sahihi, kikaondoke kilichoharibu mwili wako kwa jina la Yesu. Lango la afya, lango la mafanikio, lango la uzima, lango la ushindi limefunguliwa kwa jina la Yesu. Amen. Shangilia Yesu. Mungu awabariki.